Watanzania 669 kurejeshwa kutoka Afrika Kusini, huku shinikizo dhidi ya wageni likiongezeka. Serikali ya Tanzania inaanza kuwawezesha raia wake wanaoishi Afrika Kusini kurejea nchini kwa hiari. Hali ya wahamiaji katika taifa hilo ikiendelea kuibua wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa kampeni na vitendo dhidi ya wageni. Awamu ya kwanza ya mpango huo inahusisha Tanzania 241 wanaoishi Durban, mkoani KwaZulu Natal, ambao wamepangwa kurejea Tanzania leo Agosti 26 kwa ndege ya Air Tanzania kutokea uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Shaka. Kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, jumla ya Watanzania 669 wanatarajiwa kurejeshwa kwa awamu. Baada ya kundi la Durban, takriban Watanzania 300 kutoka Cape Town wanatarajiwa kurejea, huku kundi lililobaki likitokea Johannesburg. Mpango huu unatokana na maombi ya Watanzania wenyewe waliotaka msaada wa kurejea nyumbani. Hatua hii inakuja wakati Afrika Kusini ikikabiliwa na wimbi jipya la chuki dhidi ya wahamiaji, ambapo makundi yanayopinga uhamiaji yamekuwa yakidai wageni wanachukua ajira, kuongezeka kwa uhalifu na kuweka shinikizo kwenye huduma za umma. Ripoti ya Human Rights Watch inaeleza kuwa katika miezi hivi karibuni kumekuwa na maandamano na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni katika miji mbalimbali ikiwemo Johannesburg, Pretoria na Durban. Kwa upande mwingine, hatua za serikali dhidi ya wahamiaji wasio na vibali zimekuwa kubwa. Association Press imeripoti kuwa zaidi ya wahamiaji 178,078 wameondoka au kurejeshwa kutoka Afrika Kusini kwa miezi hivi karibuni, huku takriban watu 19,000 kati yao wakifukuzwa rasmi na wengine kurejea kwa hiari. Athari za hali hii zimekuwa kubwa. Maelfu ya familia zimeathirika, watoto wamekatizwa masomo, baadhi ya wahamiaji wamepoteza biashara na makazi yao, huku mashirika ya misaada yakiripoti pia changamoto katika upatikanaji wa huduma muhimu za afya. Aidha, hali hiyo inaeleza kuathiri uhusiano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na mataifa mengine Afrika ikiwemo Ghana. Kwa Tanzania, kurejea kwa raia hawa kunaongeza mjadala kuhusu usalama wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi, lakini pia kumeibua swali kubwa: je, Afrika Kusini inaweza kudhibiti uhamiaji usio halali bila kuruhusu hatua hizo kugeuka kuwa chuki dhidi ya wageni? Serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikisisitiza kuwa inapinga ubaguzi na vurugu dhidi ya wahamiaji, huku ikisema masuala ya uhamiaji yanapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.